Mimi naitwa Padre Clement Mgohele, paroko wa parokia ya Igwachanya. Na leo tuko hapa na mwandishi wetu. Tulikuwa tunafunga kongamano la watoto ambalo lilikuwa kwa siku 3 kutoka tarehe 26 mwezi huu wa 12 na leo 28 tunafunga siku ya watoto mashahidi. Kongamano letu lina watoto takribani watoto karibu 400 waliohudhuria kongamano hili kutoka vigango vyetu mbalimbali vya parokia hii. Tuna vigango 13 lakini vingine ni jumuiya. Na kongamano hili kimsingi tumefanikiwa kupata watoto wengi hivi. Sisi katika parokia yetu tuna utaratibu. Kila Jumapili sadaka wanazotoa watoto zinakusanywa peke yake. Hazichanganywi na sadaka za wazazi. Na zikija hapa parokiani sadaka za watoto zinakuwa peke yake. Kwa wakati kila siku kila Jumapili. Yeah. Kwa mwisho wa siku tukifika tarehe hizo kwa vile huwa ni nafasi kuwa na kongamano la watoto, kwa hiyo tunatumia fedha hiyo kwa ajili ya kongamano lao. Kwa hiyo watu wahitaji wazazi kitu cha pekee sana. Sana kwa mfano safari hii tunahitaji wazazi watupe lita 1 ya maharage na lita 4 za mahindi, na ambaye hana basi 5,000. Lakini watoto wenyewe walikuwa kwenye akiba yao walikuwa karibu na milioni 1.8. Kwa hizo ndizo tunazozitumia na ni hela zao wanazotoa sadaka. Na sisi tulishapanga hizo hela haziwezi kufanya kazi nyingine yoyote isipokuwa inafanya kazi ya watoto. Kwa hiyo watu tunatumia kununua vifaa vya michezo, kwa mfano mpira tunagawa kwa watoto vigangoni, alafu hasa shughuli hizo na nguo zao za kanisani wanapocheza, kwa mfano kipapa, tunatumia hela hizo kwa ajili ya kununulia watoto. Asante baba paroko. Naomba uniambie hasa nini lengo la kongamano, kufanya kongamano? Lengo la kongamano ni kweli kuwakusanya watoto kwanza wajuane. Watoto wetu wa parokia nzima wajuane. Halafu wakishajuana tunawalea masuala ya imani, maisha yao ya kiroho, imani ya kanisa Katoliki, wote kwa pamoja wajue. Ndio maana tukifika hapa tunakuwa na semina mbalimbali. Kwa sasa safari hii tulikuwa na semina kama 3 4. Na semina moja ilikuwa inahusu maandiko matakatifu. Maandiko matakatifu tunawafundisha ili wayajue. Halafu kawa na semina ya maadili na watoto namna wanavyotakiwa wawe na adabu na heshima nyumbani na katika maisha yao na makuzi yao. Na jambo lingine ilikuwa tunawafundisha watoto ya utoaji. Kama watoto wajifunze kutoa sadaka na pia kuwasaidia watoto wenzao wenye shida, wenye matatizo mbalimbali. Na halafu mingine ilikuwa semina kuhusu changamoto za maisha na ukuzi wa watoto na mitandao sasa hivi. Asante baba, tumeweza kukusanya watoto zaidi ya 400. Ndio. Nipe sasa mikakati ya kuwatunza ili waendelee kubaki kanisani. Hao watoto kule vigangoni, kila kundi, kila kigango kina wana viongozi wao, 5 viongozi wa watoto. Na kule vigangoni watoto hawa wanakutana karibu kwa wiki, kila wiki mara moja, na vigango vingine mara 2. Na huko watakuwa na nafasi ya kufanya michezo mbalimbali na kujiandaa Jumapili, na wakati mwingine kuna kwaya za kuimba kanisani. Kwa hiyo kwa staili ile watoto hao bado tutakuwa nao kanisani kwa sababu wana majukumu na kazi za kufanya za kitume huko vigangoni. Asante. Sasa neno lako la mwisho lolote lile? Neno langu la mwisho kwanza ninafurahi kuona vijana watoto wanamwitikio mzuri. Halafu na hata wakifika hapa wana nidhamu kubwa. Kukaa na watoto 400 upati tabu, wanasikiliza, wanatii, na halafu najikuta kama nimekaa na watoto 20. Kwa hiyo mimi kwangu hasa wazazi watu waamini. Sisi nafasi yetu na walezi wa parokia kuibua karama na vipaji mbalimbali vilivyomo kwa watoto. Ndio maana hata wakija hapa wanakuwa na michezo mbalimbali na mashindano mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono kwa wasichana na mbio. Asante. Labda ungependa kutoa ushauri kwa parokia nyingine? Kwa parokia nyingine mimi naona nilipojifunza parokia nyingine wanashindwa kufanya kongamano la watoto wengi, sababu inapotakiwa kufanya kongamano wanaitisha michango kwa wazazi. Na michango wazazi wanatoa kwa 20,000, 10,000. Kwa mzazi aliye kijijini ni ngumu. Hiyo hela nyingi sana. Lakini kumbe wangetumia mtindo unaotumia sisi. Watoto sadaka zao kila Jumapili vigango vyote ikusanye. Na ikisha kusanywa ifanye kazi za watoto. Wasingepata shida. Sisi watu tunapata mpaka milioni 2.8. Na hizi kwetu kukaa na watoto 400 ni rahisi. Kwa siku 2-3 kwetu ni rahisi na hatugharimii chochote. Na mzazi anaona hasumbuliwi chochote. Asante, nakushukuru sana. Asante sana mwandishi. Hongera pia. Asante sana. 1, 2, 3 unaweza tukaanza. Kwa majina naitwa Octavina Laurent Seleka,
Mimi ni mlezi wa Watoto Mtakatifu ngazi ya parokia. Tumekuwa hapa na kongamano la watoto tangu tarehe 26 na hivi leo tunahitimisha tarehe 28. Tulichojifunza kwenye kongamano letu, kwanza watoto wenyewe walifurahia kongamano kwa sababu walifundishwa mada mbalimbali. Mada walizofundishwa, wamefundishwa maadili, wamefundishwa ukatili wa kijinsia, wamefundishwa pia na utoaji wa sadaka kama wao watoto. Kwa kweli kiujumla walipokea hiyo semina, walipokea vizuri na waliahidi kwamba hiyo semina kadiri walivyoipokea wataenda kuitendea kazi. Tunamshukuru Mungu kwa hilo, na malengo ya kuweka kongamano la Utoto Mtakatifu ni kutaka walea watoto kiimani, wakue wakiwa wanaelewa kwamba baadaye wao watakuwa watu wazima na watakuwa waumini wazuri. Ndio lengo letu, wawe waumini wazuri wa Kristo, wazuri waliojifunza toka wakiwa wadogo. Asante. Kama mlezi mkuu, tutegemee nini baada ya miaka 2 mitatu baada ya kongamano hili? Kwa kweli baada ya kongamano hili tunategemea tutapata vijana wazuri watakaotokana na hao watoto ambao wameshiriki kongamano hili leo. Na je, kuna maandalizi mengine ya kongamano lingine? Labda kongamano nafikiri litaendelea kwa sababu tumeona watoto wenyewe wanajitoa, wanapenda, wanapokea na wanafurahia sana, kwani wanajifunza pia michezo mbalimbali. Na hadi hivi tumeshindwa michezo mingine tumeahirisha kulingana na muda, baada ya kuona ratiba tuliyoipanga muda unakuwa mchache, mambo ni mengi, tumeahirisha. Kwa kweli wanafurahia sana. Tuzungumzie kuhusu utofauti wa kongamano lililopita na kongamano la sasa. Utofauti upo wapi? Utofauti upo. Kongamano la mwaka jana tulikuwa na watoto karibu 400 na sehemu, lakini kwa saa hizi watoto peke yao walioshiriki ni watoto 388 na walezi 28. Kwa hiyo tukijumlisha tunapata washiriki 416 walioshiriki. Wamepungua kidogo kwa mwaka huu, lakini ingawa sio sana, lakini wamepungua kidogo. Mipango ya baadaye kutokana na hii idadi? Mipango ya baadaye kutokana na hii idadi, tumejipanga tutafanya uhamasishaji zaidi ili tupate watoto wengi zaidi ya 400 hadi 500. Asante, nashukuru sana. Asante sana. Kwa majina naitwa Katekista Jesta Mkula, parokia Igwachanya, kigango cha Idindilimu. Mwamko katika Utoto Mtakatifu katika parokia yetu na vigangoni ni mkubwa tangu tulipoanza makongamano haya, na kwa namna ya pekee baada ya kupunguza michango ambayo walikuwa wanachangia wazazi na watoto wenyewe wakawa na sadaka zao, tukaona watoto walao tupunguze michango isiwe mingi. Hivi wazazi walifurahi, na hivi tukaweka michango kidogo kwamba kila mtoto au anachangia kidogo, chakula lita 4 na maharage lita 1. Hivi mwamko ukaleta kuwa mwamko mkubwa, na wazazi walifurahi na wakavutiwa pia. Hata wazazi waka sadaka, wanajua kwamba watoto sadaka, watoto hao wakitoa sadaka nyingi ndivyo watakavyofanikiwa kuja kwenye semina na kwenye makongamano mbalimbali. Asante. Tuzungumzie sasa malengo ya huko vigangoni kama mchungaji mkuu, lakini pia utuambie ni nini mnategemea hasa baada ya kongamano hili? Malengo yetu au mategemeo tunayotegemea baada ya kongamano hili, tunategemea kwamba watoto wataongezeka, na pia ile elimu na semina, hasa maadili, utoaji wa sadaka, pia ukatili wa kijinsia. Nina imani watoto wameshajifunza na wao wenyewe wataishi kutokana na yale waliojifunza kutoka kwenye kongamano. Tunategemea watoto wetu kwanza watakuwa kiimani, kwa sababu wamekutana kwenye vigango mbalimbali, wamejifunza jinsi ya kuishi pamoja, jinsi ya kupendana na jinsi ya kuenzi na kuishi imani yao. Kwa hiyo tunategemea kwamba kwenye vigango vyetu imani watoto wetu takuwa pia hata kimaadili. Watoto wakiwa kanisani wamefundishwa wanapoingia kanisani wakaeje, au wanapoenda kushiriki Ekaristi Takatifu, wale waliopata komunyo ya kwanza kipaimara waiheshimu sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Kwa hiyo tunategemea kwa semina na kongamano hili watoto wetu watakuwa kiimani, pia watakuwa zaidi hata kimaadili, watakuwa mbele zaidi. Asante, nikushukuru sana. Asante. Kwa majina anaitwa Lucy Ngaya, natokea kigango cha Igwachanya. Katika kongamano hili nimejisikia furaha sana, na pia tumejifunza mambo mengi, mfano tabia njema, kuheshimu vizuri kwa wazazi, walezi na watu wanaotuzunguka, kusalimia, kufanya kazi mbalimbali, na pia
kuiga mifano mizuri katika jamii. Asante. Unawaahidi nini sasa wazazi pamoja na walezi baada ya kutoka kwenye hili kongamano? Nawaahidi kwamba katika kongamano lijalo na kongamano mengine yote nitakuwa nakuja, na pia vyote walivyotufundisha naahidi kuvifuata na kuvitii mpaka pale Mungu atakapokuja. Asante, nakushukuru sana. Kwa majina naitwa Feliciana Nzikalila, natokea kigango cha Igwachanya. Ni mmoja kati ya watoto nilioshiriki kwenye hili kongamano. Kweli ninafurahi sana, kwani nimejifunza mengi, michezo mbalimbali, burudani. Nimekutana na watoto wenzangu, nimejifunza mambo wanayofanya watoto wenzangu mbali na kigango cha Igwachanya. Nimejifunza vingi. Pia nawashukuruni walezi na wazazi walionisaidia mimi hadi nafika kwenye hili kongamano. Kwa kweli bila ninyi nisingekuwepo hapa, ila kwa kunipenda mmenileta hapa, nami nashukuru sana. Watoto tuliokuja ni wengi, nawashukuru na watoto wenzangu. Ninaomba kuna watoto wengine, chochote ulicho nacho mwambie mzazi wako, mama, labda baba, mimi nina kipaji fulani na fulani. Ukiona kusikiliza, fanye jitihada zozote, nenda ukafanye kazi nyingine ili upate hata shilingi uanze parokia ama kigango, kitakusaidia ufika nawe uonane na watoto wenzako. Na pia parokia nyingine naomba mpambane kama sisi walezi wetu pamoja na paroko wetu wanavyopambana kutulea katika misingi ya imani Katoliki, ili tuweze kuwa nayo, kutupa maadili mema ili tuweze kuyaishi tutakapokuwa watu wazima. Tunaomba na tunawashukuru sana. Baadhi ya mambo tuliyojifunza kwenye hili kongamano ni maadili mema, majitoleo, kujitoa na matoleo. Pia tumejifunza mambo mbalimbali, masuala ya Biblia. Tumeshindana michezo, masuala ya Biblia, maandiko matakatifu. Kwa kweli nimefurahi sana. Nashukuru sana wazazi na wasikilizaji wenu. Asante. Tuambie hivi ulivyojifunza sasa utavitumiaje katika maisha yako? Katika maisha yangu kweli hivi nitavitumia vizuri. Maadili niliyofundishwa nitafanya vizuri ili aweze kunifaa baadaye na hata milele. Kila kitu nilichojifunza na kisha nakitumia vizuri katika maisha yangu yote hadi nitakapokuwa mtu mzima, hadi mwisho wa maisha yangu. Kwa majina naitwa Charles Joel Mdutu, natokea jijini kata ya Igwachanya. Nimefurahi sana kuja kwenye kongamano, tumejifunza mambo mengi. Mfano haya mambo tuliyojifunza ni ukatili wa kijinsia, kipindi cha maadili, utoaji wa sadaka na nawaahidi wazazi wangu kwa vitu nilivyojifunza na nitaenda kuwatii wazazi, nitakuwa na nidhamu, watanikuta sana tu na mabadiliko sana. Asante. Unawaahidi nini pia watoto wenzako ambao hawajashiriki kwenye kongamano hili? Nitawaahidi kongamano kama mwakani nitakuwepo, tutaweza kuwashauri, nitakuja nao hapa tukiwa pamoja wote tukichangamana na katika mchango wenyewe tunaotoa si mkubwa, lita moja maharage na maji. Kama una hivyo ni fedha shilingi 5,000. Kwa hiyo nawaahidi tunaweza kufika.